Njombe. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka viongozi na watumishi wa serikali kuhakikisha kila mwekezaji anayefika katika maeneo yao anafuata taratibu zote za uwekezaji ili kuepusha serikali kuwatupia lawama zisizokuwa za lazima zinapotokea changamoto. Ameyasema hayo wakati alipokuwa akizungumza na wadau wa biashara na uwekezaji katika sekta ya misitu kwa lengo la kujadili fursa, changamoto na mikakati ya kuimarisha sekta hiyo. Juzi tuna mwekezaji mmoja hapa anamenya miti kaibiwa milioni 85 ndani. Kaibiwa milioni 85 hapo kwenye kiwanda chake. Alizichukua wapi? Alikaja nazo nyumbani, anajua yeye. Kesho atanyongwa hapo ikanunua serikali. Nani anaopitisha kwenye taratibu za uwekezaji kwenye maeneo yenu yuko kwenye wilaya? Ni washiriki wa vikao vya uwekezaji kwenye wilaya zenu ambako ma-DC ni wenye viti na madasi ni makatibu. Wanajua kwamba kuna mtu anaitwa afisa biashara wa wilaya, wanapaswa kukutana naye na wazungumze mambo ya maendeleo ya hiyo wilaya na uwekezaji wao na changamoto zipo wanazipitia. Au wote tunabaki tunashangana. Hivi hao watu wanaopita huku kwenye maeneo nani wanga anawapa? Kwa tukasema tusijiulize maswali mengi, tuitane hapa. Tuzungumze kwamba maeneo haya huwa wanaomba halmashauri au kama kuna mtu ana eneo lake anawapatia, huwa wanakuja kujisajili. Papo mahala pa uwaniaji, papo mahala pa halmashauri, lakini idara yetu ya kazi inajua. NSSF anajua kwamba mtu au na yeye sasa pale kwenye kiwanda umeweka mswahili mwenzetu na afisa utumishi lakini kidamba. Yeye mwenyewe hana NSSF, anawasimamia hawana NSSF. Anaambia tunakulipa 300,000, wewe sema tunakulipa 100,000. Walipeana mkataba ndani wa miaka 2, sema wewe kibarua kila mwezi. Baada ya miezi 4 wakimfukuza na kuja tena kujifia mkuu wa mkoa. Nimefukuzwa, wamenionea, sijaipa stahili zake. Nani anayewaambia wafanyakazi kwamba kuna vitu vya wao kujua wanafanya kazi na mtu wa nje? Kwa sababu kesi nyingi hapo ukisikiza za kijinga kwa sababu ya ujinga wa watu wetu wanadanganya na wawekezaji.